Hakuna story nyingine, story ni tiki na boli. Tuliwaleta wote kutoka kona zote, mkaitika tena, wameitika tena. Na sasa ni tiki na boli. Imefika time ya kujua blue ni ipi na njano ni ipi. Karibu kwenye msimu wa Masoko Cup 2025. Na sasa hivi ni rasmi. Njoo mkamate mwali mapema. Tukutane dimbani, tupige tiki, tucheze boli. Sasa msururu ni mrefu na fomu ni chache. Hii ni taarifa rasmi kwa masoko yote Dar es Salaam. Fomu zinapatikana kwa shilingi 200,000 pekee katika ofisi za Channel 10 na Magic FM Lumumba Kariakoo, karibu kabisa na kiwanja cha JK Park. Tupigie 0615396191. Masoko Cup 2025, sisi ni tiki na boli. Bana, majibu nimeyafuata ya uasi mwingi. Hichi ni kikundi cha waasi wa Tandika, wanajiita waasi Tandika, lakini ni waasi wa kimichezo. Tumekuja hapa Tandika kwa waasi kupata majibu ya timu zote ambazo zilitamba kwamba bana zinataka kuwatoa waasi. Sasa bana, mimi nimekuja kwa waasi OG wenyewe. Bana, Tandika tuliambiwa tusitumie jina Tandika, lakini wamiliki wa timu ya Tandika ndo hawa. Hawa wanaitwa waasi OG. Brother, bana, mwaka jana ilikuwa ikawa lakini tukamaliza. Mwaka huu ni aje? Yaani mwaka huu najua tuko nguvu moja. Najua waasi sasa hivi mwaka huu tutaenda vizuri sana, kwa sababu yani wale wa kule ndo wa huku na wa huku ndo wa kule. Ukivuka barabara kuna mitumba hapo. Tulifanya nao issue moja niona kwenye TV. Wamewakataza kutumia jina la Tandika. Wewe unawaambiaje? Wamesema msitumie kabisa jina la Tandika. Hao mimi wamekataa kabisa jina la Tandika, sisi tunakwenda kama waasi wa Tandika. Na waasi Tandika. Sisi kama waasi ambao sio kama waasi kusema waasi labda ambao waasi wa kutoka eti labda msituni kwenda kuvamia watu, sio waasi wa hivyo. Sisi waasi ambao wafanya biashara, ambapo wenyewe kwa wenyewe tumeamua kujitunga. Tumetoka kwenye tumbo la Kauzu tukaanzisha timu yetu, wao wakatuita waasi, ndio tukaamua kuenda na jina hilo waasi. Oye bana, wameasi nyenye mmechukua waasi. Oya Omboi, mambo vipi? Switch. Na kama unavyoniona mambo nini baba? Mambo ile mwanangu. Bana, mwaka unakimbia, tumekutana tena mzee. Ulikuja hapa na tukakupanga kama ulivyokupanga na kupanga leo tena. Pesa ijifichi mwanangu, umeshaenda. Pesa hii. Pesa hii tunawekea mapicha. Niambie mwanangu, Masoko Cup mwaka huu unaionaje? Picha yake iko vipi? Masoko Cup mimi naona picha yake rahisi sana kwetu sisi, kwa sababu tulivyojipanga. Tumejipanga vizuri, waasi kama waasi. Wenyewe wanatujua. Hatuongagi sana vitendo uwanjani. Ni uasi. Hapa ni uasi tu. Wewe ukikaa huko kitamba hivyo, hao wanapiga kelele tu. Sema wanatujua waasi. Ndio maana nazungumzia. Lazima uzungumzie. Sababu nimewauliza bana, kituo cha polisi kwa nyuma hapo wanajiita nini? Hao watoto wadogo, hao watoto wadogo, hao washazoea cha ndimu cha nini, wanacheza watoto wadogo, vikombe vya mbuzi. Wanatujua, sema alituonaga. Hawezi kushindana na sisi, hawezi. Wanaongea tu, waasi bado dabaki kwa waasi. Nani anakuja kuchukua kombe mwaka huu? Bana umetisha sana. Ngoja nipige story na Maswaiba. Bro vipi? Fresh na kama kawaida. Muasi kama muasi. Bana, Masoko Cup sasa hivi, zamani Kauzu, sasa hivi waasi. Sasa hivi tukutana na waasi. Tumetoka na Kauzu tumeunda timu ya waasi. Hata Kauzu wenyewe ilikopo waasi ikawa Kauzu. Na sasa sisi tumetoka na Kauzu tumeingia na waasi. Mpira upo kwa sababu mwaka jana mmetisha sana, mmesogea mpaka karibu mfike finali, si ndio? Unaniambiaje mwaka huu? Mwaka huu finali tunachukua dikombe. Bila mwaka huu finali hadi kombe la kwetu bila shaka. Tumejipanga, tuko vizuri waasi. Hatuteteleki, tuko vizuri, hatuogopi. Msimamo kama kawaida. Msimamo kama kawaida. Timu yetu msimamo kama kawaida. Fanya biashara, tuna muungano. Bana, kibanda cha waasi. Wewe ni mchizi ambaye unaipenda sana timu. Ukiona show una mind, ndio? Kabisa. Niambie mwaka huu inakuaje? Mwaka huu tumejipanga, tunamwomba Mungu tupambane tuweze kufika finali, tuchukue kombe. Nia yetu si kubwa, tuchukue kombe. Kuna shobo za washikaji hapo nyuma wanasema kwamba marufuku kutumia jina la Tandika kwa sababu hao ndo Tandika OG. Unaniambiaje? Hamna Tandika OG. Sisi wote tumezaliwa Dar es Salaam, ukipenda kutumia jina unatumia. Ila wao kutokana wanataka kusema labda watumie ile Tandika, ile Tandika. So big name itabaki kwa waasi tu. Kwa basi sina bidii tukaonesha waasi wetu tunatandika wao, baki na Tandika yao.
Kwa maana hata kama mnajuana, mna waasi, mnapiga mbele, mnaondoka. Haina hiyo. Haina kujuana tutajuana kesho tukikutana. Ila leo tukikutana uwanjani tumalizane kwanza uwanjani. Hapa vinapatikana vitu gani hapa Mwalimu? Naona moshi mwingi. Hapa vinapatikana kila kitu mwanangu. Juisi yote vya nyumbani, juisi, soda nini. Naona mambo yote fresh hapa, ma super glue manene, mazing song, kila kitu. Ukita nani mzee wangu? Mbichi. Bana jina hilo. Mbichi. Sana mbichi. Mwanangu Mwasi. Mwanangu Mwasi. Vipi bla? Vipi? Mtu maarufu sana. Maarufu wapi bla? Mtu wa kawaida tu. Mimi nakwambia mtu maarufu wewe utaki. Na maarufu. Mimi ndo nakaa hapa sasa. Mwaka jana ulitisha sana kwenye hamasa, mwaka huu ni aje? Na mwaka huu kama kawaida umetuona. Kama hivyo umetushtukiza. Hujaja, mimi sikutegemea kama leo mnakuja. Ungefanyaje? Najua mimi ningewakaribisha kwa lipi. Naona bwana. Ila kwa kuwa bado tupo. Kikubwa Mungu tu atuombee, siku nyingine nitakuja na kauli mbiu yangu mpya. Mwaka huu kauli mbiu mpya unakuja nayo? Nakuja nayo. Oya mwanangu Ibra. Kama kawaida sana. Hii hapa mwanangu. Finali kama kawaida. Kituo? Na finali. Kituo? Finali. Na ndevu siku hizi zimekuwa sana mwanangu. Una heshima? Lazima zikuwe, wenyewe wananijua. Una heshima? Niambie mwaka huu Masoko Cup inaendaje? Mwaka huu Masoko Cup sisi lengo letu tufike finali. Tukishafika finali ndo tuchukue kombe. Sababu huwezi ukachukua kombe bila kufika finali. Mwaka jana tumeshindwa kutokana tu vitu vidogo ambavyo mwaka huu viongozi, baadhi ya wadau wamevifanyia kazi na tuna imani tutafika sehemu nzuri. Bana nikumbushe jina. Naitwa Mziwanda. AKA Kirungi. Wa mwisho. Kirungi maana yake nini? Kirungi yani mtu mmoja ambaye anapenda vitu vyote kasoro vitu haramu. Mzee Kirungi? Sahi, umeona andengeleko ila sio Makonde. Sasa utajua wewe sasa unachukua hii. Sijui, mimi nakaa na Kirungi. Unachukua na Kirungi. Unapenda vyote kasoro vitu haramu. Mzee Kirungi. Bana mmaliza na Kirungi. Mwenyekiti njoo au hapa mimi nakufuata hapa. Mwenyekiti vipi? Kama na Kirungi bana. Ndio. Apenda vitu vyote kasoro vitu haramu. Bana niambie mwenyekiti. Si fresh. Mwaka jana mzee ulikuwa maarufu sana kwenye TV kwa sababu ya shombo zile. Ulikuwa unaongea ukweli sana. Sasa yani sisi shombo zetu bado tunaziendeleza. Uendelezaji wetu sisi. Si hatu wale tukataza tusitumie. Si tabaki kuitwa waasi. Kutoka Tandika. Ila sasa tunawapa salamu zao. Nusu finali tumecheza mara 2. Msimu huu tutacheza hata mara 7, mechi zitarudiwa. Nusu finali mlicheza mara 2 msimu uliopita, lakini msimu huu mpaka hata mara 8, lakini mradi watu washinde. Kombe litakuja waasi. Sisi ndio waasi. Hatuongei sana. Nataka tuwaoneshe vitendo. Action ya kiasi. Yani action yao tu watayaona. Bwana hii hapa mwanangu. Oya kaka. Niambie. Fresh kabisa. Wewe ni muasi pia. Tofauti na mwanetu Kirungi. Tuna utofauti kidogo. Kirungi bana. Kirungi kaniacha hoi sana. Kirungi anapenda vitu vyote kasoro vitu haramu. Ni kweli. Sio vitu vyote vya kupenda. Lakini ndiseme tu kwamba sisi ni waasi. Lakini sehemu ya kuasi kwetu haimaanishi kwamba sisi ni wagomvi au kuna mtu tunagombana naye. Hapana. Waasi ni watu ambao wamejitenga kutoka kwenye timu fulani kwenda timu nyingine kwa ajili ya kutafuta mafanikio. Kwa hawa watu ni watafutaji. Mimi nilikuwa mwenyekiti mstaafu, niliwaongoza hawa katika hiyo timu. Lakini sikuwepo kama miaka 3 nyuma. Nilivorudi nikashirikishwa hili jambo, nikasema basi tuko pamoja sababu hii ni sehemu pia sahihi. Sababu pia ni sehemu ya michezo ya burudani ya kuweka pia akili zetu sawa, kujiepusha na makundi. Kwa mimi niseme tu kwamba kuna nguvu kubwa sana ya waasi mwaka huu inaongezeka. Na msishangae hata kwenye media mkawa mnawaita watu wanakuja kuzungumza ambao hamjawazoea. Ikiwepo hata mimi. Ipo hivyo. Sawa. Yani msishangae hata kwenye vikao mkashangaa na kuja. Lakini tupo nao pamoja. Na mimi nataka uniambie masoko mengine ambao wanashiriki Masoko Cup. Tahadhari yao, yani tahadhari yako kwa wao ni nini?
tahadhari yangu, mimi najua wananijua kwa sababu walishaniona kupitia mambo fulani. Sasa kama wananijua, wajue kwamba sasa tumerudi kazini. Mwaka huu yule alisema break ya kwanza finali. Sasa sio finali, break ya kwanza kombe. Fika finali afu usiwe na kombe. Break ya kwanza kombe. Nipe tano. Break ya kwanza kombe, afu mambo mengine yanaendelea. Au sio ndugu yangu? Bana, kama kawaida. Bana, Kausu Waasi nimemaliza nao Masoko Cup 2025. Hawa jamaa ameniambia kuna kauli mbili, break ya kwanza kombe, afu kuna break ya kwanza finali. Break ya kwanza kombe, lakini kuna kauli mbiu ya kiasi. Yule jamaa ambaye anakaa front kwa Waasi hajatoa kauli mbiu, amesema tumtafutie siku yake hajatoe kauli mbiu, tukutane uwanjani. Hakuna story nyingine, story ni Tiki na Boli. Tuliwaleta wote kutoka kona zote, mkaitika tena, Wameitika tena. na sasa ni Tiki na Boli. Imefika time ya kujua blue ni ipi na njano ni ipi. Karibu kwenye msimu wa Masoko Cup 2025, na sasa hivi ni rasmi. Njoo mkamate mwalimu mapema, tukutane dimbani, tupige tiki, tucheze boli. Sasa msururu ni mrefu na fomu ni chache. Hii ni taarifa rasmi kwa masoko yote Dar es Salaam. Fomu zinapatikana kwa shilingi 200,000 pekee katika ofisi za Channel 10 na Magic FM Lumumba Kariakoo, karibu kabisa na kiwanja cha JK Park. Tupigie 0615396191. Masoko Cup 2025, sisi ni Tiki na Boli.